kwa mtazamo wake. Wama kunta tarju, na hukuwa ukitarajia, an yulqa ilayka alkitabu, kuletwa kwako kitabu hiki. Yani Mtume SAW tangu mwanzo hakuwa na mahesabu kuwa atateremshiwa Qur'an. Yeye alikuwa hataki kuabudu sanamu, anachukia ibada ya masanamu na madhambi yaliokuwa yakifanyika ndani ya jamii yanamkera. Na ndio maana akawa anakwenda kukaa kwenye pango Jabal Hira masaa ya mchana kutwa, anaondoka huku kiza na anarudi kiza, hataki kushuhudia mambo chubi ndani. Akirudi kaingia kwake, akitoka katoka na chakula chake, anakwenda kukaa kufanya itikafu. Yalikuwa yanamkera mambo yanofanyika ndani ya jamii, lakini kwa hajui kama atateremshiwa kitabu kuja kuongoza watu, wala hana matarajio hayo. Tumevamiana, anakuja kuwa ni mtu wa kushtukiziwa kuwa sasa wewe utakuwa mtu. Ndio maana alipoambiwa ikra akasema ma ana biqari, na alipoambiwa na Waraka bin Naufal kwamba watu wako hawa utakapokwenda kuwaeleza kwa wewe ni mtume watakupinga, tena watakufukuza katika mji huo. Wakati watu wote walikuwa wanamuita mkweli, mwaminifu, kila mwenye shughuli, mwenye karamu anamwalika, anamkaribisha, ambaye watakufukuza katika mji na watataka kukuua kwa sababu utakwenda kuambia ukweli. Kazi ngumu itakukabili. Kwa mtume hakuwa na matarajio, wala hakuwa na hesabu wala mipango kwamba mimi nitapata hichi, nitapata hichi, nitapata hichi. Alikuwa kabaki kwenye wema wake. Ndio anaambiwa wama kunta tarju, na ukuwa ukitarajia, an yulqa ilaika, kuletwa kwako alkitabu. Alkitabu yani hadha alkitabu, kitabu hiki cha Qur'an, illa, isipokuwa rahmatan min rabbika, hii ni rehma kutoka kwa Mola wako imekushukia. Ndio pale alimwambia wa marsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatujakutuma wewe isipokuwa wewe huruma kwa ulimwengu. Kama Mwenyezi Mungu angeendelea kwa hukumu watu kwa misingi ya Taurati, ndio sheria ilikuwa kwa mwanzo, ingekuwa Mungu katumia ukali zaidi, kwa sababu Taurati imekuja kwa ukali zaidi, lakini Qur'ani imekuja kwa huruma, kupunguza makali ya nini, ya Taurati. Kwa hivyo kuja kwa Mtume SAW na kuteremshiwa Qur'ani ni huruma kwetu. Mwenyezi Mungu kauhurumia umma, na kitabu vile vile kimekuwa huruma. Ndio maana unakuta baadhi ya mambo yamepunguzwa makali yake. Kuna watu kwao ilikuwa talaka ikitoka moja imetoka, hamna habari tena za kurudia. Qur'ani ikaja ikasema talaku maratani, mara mbili unaweza kaacha, na ya tatu kimwacha ndio uweze kumrejea. Angalau pana nafuu hapa kidogo kati na kati. Yani kama tungetoa mfano wa michezo, referee alikuwa anatoa kadi nyekundu tu. Ukifanya kosa kidogo tu chuma nje. Unafikiri ingekuwa sheria ndio hivyo, mechi ingekuwa inabaki na wachezaji wangapi? Kila mmoja atafanya kosa. Kwa kuna onyo la maneno, kuna kadi ya njano ya kwanza, kuna kadi ya njano ya pili, alafu kuna kadi nyekundu. Kwa hivyo imekuwa imehurumiwa kidogo ile sheria katika Uislamu. Ndio rahma. Tumefahamiana? Wa marsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwenye dini ya Wayahudi na mpaka leo iko hivyo, nguo ikiingia najisi haifai kusaliwa hata ikifuliwa. Kinachofaa ni kipi? Kukata kile kipande kilichoingia najisi, ukatia kipande kingine cha nguo ambacho hakijawahi maisha yake kugusana na najisi. Ingekuwa ndio sheria yetu sisi hapa, sote kanzu zetu zingekuwa za viraka hizi. Au uwe na nguo zako za msikitini mbali na za kufanya shughuli zako mbali. Hii ndio inafanana na baadhi ya kina mama. Kwenda nyumbani utakuta nguo zake za kusalia ziko mbali, kazitundika, na nguo zake za kawaida mbali. Akitaka kuswali anavaa zile, kwa sababu wengi wao anakuwa mara na watoto wadogo, mara kaingia mikojo wa mtoto, mara hivi, kwa hivyo wanatenga. Lakini kwa wanaume ingekuwa vipi sasa kama sheria hiyo ingekuwa kwetu sisi? Balaa kubwa sana. Ingekuwa ukikosa maji huwezi kutayamam, katafute maji kwa thamani yote alafu uswali. Si balaa hiyo ingekuwa? Watu wangekuwa wanakuja kubomoa matenki ya misikiti kwa maksudi maji yamwagike, alafu baadaye wauze maji kwa bei ya juu kwa sababu watu wanataka kusali. Tutaka maji ya kutia udhu buku. Tungepata shida. Mwenyezi Mungu kaileta hii dini rahmatan lil alamin. Kila unakokwenda kuna huruma. Kila unakokwenda kuna huruma. Ramadhani kufunga, watu wa kabla yetu sisi walifunga muda mwingi zaidi, masaa mengi zaidi na siku nyingi zaidi.
walikuwa wanaruhusiwa kula saa moja tu baada ya jua kuzama mpaka kuingia lishai. Basi hapo hapo kila kitu ufanyia hapo hapo, kula hapo hapo, mtu mzima ukampumzisha hapo hapo, wagani na mama watoto ndo mpaka kesho. Unaiona sambusa ile unaikodolea macho mpaka kesho, hamna kula kitu kingine. Ilitokea hiyo katika historia, mtu mmoja akachelewa kurudi, magharibi yashaingia, ana mambo matatu: kwanza hajasali, pili ana njaa, na tatu ana hamu. Sasa akipiga moja, mawili yamepotea. Akaamua kukunguta, akaacha kusali, akaacha na kula. Anauchomoa na adhana dishai, Allahu akbar, amna kula tena. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum falana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta, tukapelekewa mpaka alfajiri. Kwa hivyo rahmatan lil alamin, tukitaka kuzungumza kieneo hicho peke yake litakuwa kazi kabisa. Rahmatan min rabbika, yote hiyo ni rehema kutoka kwa Mola wako. Fala takunanna dhahiran lilkafirin, basi usiwe kamwe. Fala takunanna, basi usiwe kamwe. Ile nuni taukidi pale, fala takunanna, basi usiwe hata siku moja, usiwe kamwe, usiwe kabisa. Ile nun pale ni ya taukidi. Tafuta neno lolote la Kiswahili unaoliona kwako ni tamu na litafikisha ujumbe, uliongezee. Baada ya kusema fala takun, usiwe, fala takunanna, usiwe hata siku moja, usiwe hata mara moja, usiwe kamwe kabisa. Tafuta neno lolote linaloweka msisitizo pale, kwa sababu ile nuni taukidi, ziyadatun fil kalima ziyadatun fil maana, ikiongezeka katika neno na maana inafanyaje? Inaongezeka. Fala takunanna, basi usiwe kamwe. Nimependa kutumia neno kamwe mimi, lakini sikulazimishi wewe utumie neno kamwe. Lolote unaloliona linafahamika tumia. Dhahiran, msaidizi, lilkafirina, wa makafiri. Usiwe kamwe msaidizi wa makafiri. Dhahir manake msaidizi, kama ilipokuja kwenye sura nyingine, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir, na malaika baada ya hapo ni wasaidizi. Kwa hivyo dhahir ni yule anayetoa msaada. Fala takunanna dhahiran, basi usiwe msaidizi lilkafir. Iko ile aya nyingine nasema, wa anzala alladhina dhaharuhum min sayasin, akawashusha wale waliowasaidia. Pia inakuja katika maana hiyo. Kwa hivyo dhahiran, msaidizi, lilkafirina, wa makafiri. Usiwe kamwe msaidizi wa makafiri. Vipi mtu anakuwa msaidizi wa makafiri? Yani usifanye mambo yakawapa wao faida. Vumilia sana katika hii dini yako, na kuwa na huruma na hawa unaowaongoza, kwa sababu ukiwa mkali kwao, hawa watakimbilia kwa makafiri, na makafiri watawapa huruma, matokeo yake watakukimbia, utakuwa unawasaidia, unajibomoa mwenyewe. Umeiona? Uislamu kazi yake sio kufukuza, kazi yake kukumbiza, kuwaleta watu pamoja. Sasa hili ndio tatizo la baadhi ya watu leo, kwamba yeye anamwambia Muislamu mwenziwe anayekuja msikitini, anaambia kafir, kilabu nari, mbwa nyinyi wa motoni. Wanakuja msikitini, anawaita makafiri. Walioko nje msikiti hawaiti makafiri, na wale makafiri halisi hata shughuli nao hana, wala hawawazi wala hawafikiri. Kuna mmoja alitia fora, yeye ana misimamo mikali ya kidini. Kwa mfano, yeye anavaa kanzu zimekatwa hivi nini, Sasa ukivaa kanzu ndefu kidogo, hata ukimtolea salamu alaykum hakuitikia. Tukimchanganyikia kwa bashasha hivi, habari gani na nini? Lakini wanapita wasoko wa Uislamu, bibi bwana, habari sasa, salama, hamjambo na watoto, karibuni, ambao sio Waislamu. Hao Waislamu wanaovaa kanzu ndefu, yeye hata salamu zao haitikii, anakunja uso. Sasa huyu ni mtu wa aina gani? La takunanna dhahiran lilkafirin, usiwe kamwe msaidizi wa wasiokuwa katika dini yetu hii. Haidhuru ishi nao kibinadamu kwa wema, na usiwape wao nguvu katika imani, ukawadhoofisha watu wa imani yako kwa sababu ya misimamo. Dozi mbaya, kuna watu wamedungwa dozi mbaya. Sasa wakati mwingine kuwaambia ni lazima, tunawaambia
wapunguze dozi kidogo tukae vizuri. Haidhuru kweli tunatofautiana sisi na wao katika haya na yale, lakini si kwa kiwango cha kutuona sisi si Waislamu au sisi kuwaona wao si Waislamu. Aliko hivyo. Wala yasuddunak. Kuna aya nyingine zinakuja wala yasuddannak, lakini hapa wala yasuddunak bidhammi dal, nayo nuni taukidi inarudi tena, wala wasikuzuie kamwe, wala wasikuzuie kamwe, au wala wasikuzuie hata kidogo, wala wasikuzuie hata siku moja, hata mara moja, wasikuzuie kwa vyovyote vile. Neno lolote lile unaloliona wewe litaweka msisitizo, chagua kuweka. Usilazimike kujifunga na usemaji wangu mimi wa Kiswahili cha kishamba, wala wasikuzuie kamwe. Sadda ya suddu kwa sadi ni kuzuia, na sadda ya suddu kwa sin pia ni kuzuia. Lakini ukitumia sin sadda inakuwa kama kuziba hivi, kama ule mlango pale mkiamua kuutia tofali itakuwa saddu albaba, wameuziba nini mlango kwa sin. Aj'al bainakum wa bainahum sadda, antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Sadda maana yake nini? Kizuizi au kizibo. Sadda ya suddu ni kuzuia, sio kwa kuziba, kwa kumfanyia mtu vituko. Unamwona anataka kupanda baskeli yake, unakwenda unaifunga kufuli, unachukua ufunguo, umemzuia. Tumevamiana. Au mke anakuaga anataka kwenda kwao, mamake anaumwa, unaambia hapa utoki, sikuruhusu. Hiyo ndio sadda. Tumevamiana. Ile sadda ya sin ni kitu hasa moja kwa moja. Sadda ni kutumia amri, ushawishi, nguvu kumzuia. Basi wala yasuddunak, wala wasikuzuie kamwe. Madhali dali ina dhumma, watakuwa wengi wanaoambiwa hivyo. Ingekuwa inafuata wala yasuddannaka, ingekuwa ni mmoja tu anayeambiwa hivyo. Katika taukidi ikija dhumma, manake kulikuwa kuna wao imeondolewa, wala yasuddunaka, hudhifatil wao liltiqa'i sakinain, wao imeondolewa zisikutane sakina mbili. Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha, na dhumma kabla yake ndio inayotuonesha kwa kilichoondoka ni wao hapa. Kwa hivyo wala yasuddunaka, ingekuwa wala yasuddannaka kama ilivyo katika nyingine, wala asikuzuie kama. Wala yasuddunaka, wala wasikuzuie, wa sikuzuie, sio sikuzuie. Kwa fata suddanna ingekuwa asikuzuie, kwa dhumma suddunna wasikuzuie. Wala yasuddunaka, wala wasikuzuie kamwe, an ayati llahi, na aya za Mwenyezi Mungu, baada idh unzilat ilayka, baada ya kuwa zimeteremshwa kwako. Wasikuzuie kuzifanyia kazi aya za Mwenyezi Mungu, wasikuzuie kuzitumia, wasikuzuie kuzitafsiri, kuzielezea baada ya kuteremshwa. Kwa sababu waliokuwa kimpinga Mtume salamu walikuwa wa aina nyingi, kundi moja kubwa lakini wa aina nyingi. Wengine walikuwa wanataka kutumia busara katika kupinga, wengine walikuwa wanataka kutumia ubabe na ukorofi katika nini? Kupinga. Sasa wale wa busara walikuwa wanakuja na hoja, wanaambia sikiliza Muhammad, hatukuzuii wewe kusema sema mambo ya Qur'an, lakini mna aya humu ndani, hebu ziache. Kama yaqul ya al-kafiruna la a'budu ma ta'buduna, hii usiseme, inakera hii. Waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a, na muabuduni Mwenyezi Mungu msimshirikishe jambo. Inakera. Sasa tunapenda kushirikisha, wewe sema tu waabudu llaha, muabuduni Allah. Habari ya kushirikisha na kutokushirikisha usiseme. Umeona? Kwa hivyo walikuwa wanajaribu kumzuia kiaina asiseme baadhi ya mambo, asiyatafsiri, asiyaelezee, asizisome aya nyingine. Kwa hivyo wengine walikuwa wanataka kutumia nguvu, wengine wanataka kutumia ujanja tu, kumwambia utagombana na watu, utako ukai vizuri. Siku moja mtu mmoja aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya fulani katika nchi ya Tanzania, lakini bahati mbaya wilaya ile ilikuwa na watu wengi wana mabusha, mishipa. Akaambia mzee, tunakuteua kuwa mkuu wa wilaya, lakini ukifika huko kuna tatizo hili. Sasa nenda kahamasishe watu wafanye operation, na hospitali tunataka kujenga karibuni.
Basi alipofika pale kishapokewa, wazee usiku wakamfuata, akamwambia mzee, hapa ukitaka kugombana na watu sema watu wakapasue mabusha. Kwa tunakushauri hapa, habari ajenda ya mabusha usizungumze kabisa, kama unataka kukaa salama, vinginevyo wiki moja utahama hapa. Kwa nini? Watakuroga. Basi ilikuwa ndani ya wiki tu mtu anaandika barua, mzee naomba kuhamishwa kituo. Paka alipopelekwa mtu mmoja akasema mimi nimefika, na mimi kwanza huko kwetu tunakotoka ni mganga wa kienyeji, nimesharithi mikoba 70, imebaki 30 na nisubiri, baada ya wiki nakwenda kuichukua. Sasa nasema hivi, sitaki ndani ya wilaya yangu kumuona mtu anatembea na mpira wa miguu katika mapaja yake. Ndio alipowaweza sasa, ikawa pasua. Sasa ukishakuwa unakwenda kuwaongoza watu, alafu wewe unaikuwa vikwazo, ili usiliseme, ili usilifafanue, na kumbe yale ndio mambo hasa yanayostakiwa yakabadilishwe. Sasa unakwenda kufanya nini wewe? Umekwenda kutembea urudi, umekwenda kupiga picha, kwani picnic ile? Nenda kufanya kazi na usijali. Tafuta mbinu bora tu na njia bora za kuwafikishia watu ujumbe, lakini usiache kufanya kazi yako kwa kuogopa umma. Sasa tunayo hiyo sisi upande wa mashehe changamoto hiyo. Mimi nina kawaida wanaweza kafika mahala nikasema maneno makali au mazito kidogo, lakini kwa lugha tu. Sasa kuna watu mara hunifuata, unajua shekhe bwana, wewe unajaribia, itakuwa hivi, usingelisema jambo lile. Usiliseme vipi? Siku moja nilizungumzia kukithiri kwa vitendo vya ubakaji kwenye jitimai. Yawe nilipomaliza tule muhadhara nilizongwa na watu, bwana umeharibu pale, pana ma TV ushaonekana kote na nini. Tusizungumzie ubakaji. Ulipomhusu mtu aliyetuhumiwa kwamba mwalimu wa madrasa, tulinyamaza nyuso zetu, astaghfirullah rabbil azim, maalim fulani, tena jina lake linafanana na yule kiongozi aliyefariki, maalim fulani. Tukaenda hivyo. Ilipotokea kwa afisa mmoja tu wa mambo ya mapato katika nchi, tuliposema tu mnataka balaa vipi? Kunyanye kuku akinyabata kahara, wakati vyote ni vinyesi. Kifika wakati wa kusemwa jambo lisema bila kujali nani. Kama wanavyosema Waswahili wa kwetu kule bara, wasema ukimtizama nyani usoni utashindwa kumuua, unaweza kumfananisha na mjomba wako. Mbona kafanana na mjomba huyo, utamuonea huruma. Anakula mahindi, anaweza kukuharibia shamba, usimwangalie usoni, kunguta risasi, maliza. Kaza dawa ngumu sana. Basi baada ma unzilat ilayka an ayati lay baada iz unzilat ilayka, baada ya kuwa zishateremshwa kwako, asije mtu akakuzuia kuzifanyia kazi au kuzisema. Tafuta namna bora tu kadiri ya uwezo wako, lakini huwezi kuwafurahisha wote. Lazima tu itafika wakati wengine watakasirika. Sasa ufanyeje? Unabudi madhara unafanya kazi yako, usiogope wao kukasirika. Wad'u ila rabbika, nalingania kwa Mola wako, waite watu kwa Mwenyezi Mungu. Fanya kazi ya da'wa, piga maneno ili watu waweze kufahamu nini Mwenyezi Mungu anataka. Ingia kwenye vitendo, uoneshe mifano ya nini Mwenyezi Mungu anataka, na wakataze watu yale ambayo Mwenyezi Mungu hayataki, na uoneshe mfano. Hiyo ndio kazi kubwa ya dawa. Ni ngumu kweli dawa, tunaiweza wengi kwenye mdomo, lakini ikifikia kwenye vitendo wengi tunafeli. Wala sijiondoi katika orodha ya wanaofeli, tunatokea kufeli sote. Tujitahidi tukukumbushana, wala usifikiri aliyesimama kukupa wewe mawaidha kesha takasika hata siku moja, na yeye ana yake. Lakini mwende hivyo hivyo, mkipeana nasaha, mkikosoana, mkirekebisha. Ndio kazi ya da'wa inavyotakiwa. Wad'u ila rabbika, nalingania kwa Mola wako. Wala takunanna minal mushrikin, wala usiwe kamwe miongoni mwa wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Inarudi tena ile nunu taukidi, wala takunanna. Na unaona anapoambiwa mtu mmoja wala takunanna, lakini wangekuwa wengi wangeambiwa wala takununna, kama ilivyokuwa wala yasudunna kwa wengi, ingekuwa mmoja wala yasuddanna. Tumefahamiana? Ikikaa fatha katika nuni ya taukidi, nyuma yake kukitangulia fatha, maana yake tunazungumza mtu mmoja. Lakini ikitangulia dhumma, maana yake tunazungumza watu wengi.
na kwa kesi ya mwanamke inakuja tofauti kidogo. Tukifika katika maeneo tutasema. So wala takunanna, na usiwe kamwe minal mushrikina, miongoni mwa washirikina. Hapa mina wafasiri wengi wanasema bimaana maa, wala takunanna ma'al mushrikina, usiwe pamoja nao, sio usiwe miongoni mwao. Maana kwamba wewe bila shaka yote kwa miongoni mwa washirikina haitakiwi. Usiwe pamoja nao katika ajenda zao na utendaji wao wa shughuli. Yale mambo ambayo mnatofautiana waache wayafanye peke yao, usitoe ushirikiano. Tumefahamiana? Katika mambo ambayo yanakwenda kwenye shirki usitoe ushirikiano, yanayokwenda kwenye ubinadamu utatoa ushirikiano. Ndio maana yake usiwe pamoja nao katika mambo yao ya ushirikina. Vinginevyo duniani hatuwezi kuishi mbalimbali, lazima tutakuwa nao karibu. Kama ukuwa nao katika nyumba, utakuwa nao katika mtaa. Kama ukuwa nao katika mtaa, utakuwa nao katika shughuli zako za kazi. Kama ukuwa nao katika shughuli za kazi, utakuwa nao ndani ya nchi yako. Kama unao ndani ya nchi yako, watakuwa jirani wa nchi yako. Na kama wakuwa jirani wa nchi yako, utakuwa nao kwenye Umoja wa Mataifa. Una namna, lazima uwe nao. Lakini vipi unakuwa nao, ndio jambo linalojadiliwa. Kukaa na mtu sio tatizo, unakaa naye vipi? Tumefahamiana vizuri hapo? Basi usiwe pamoja nao katika yale malengo yao ya kushirikisha. Lakini katika yale mambo yanayokuhusu nyote duniani, usafi wa mtaa, maji, umeme, barabara, usafiri, kodi za nchi, ulinzi wa nchi, haya ni mambo lazima mshirikiane, kwa sababu nyote ni binadamu na mnaishi pamoja. Wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, wala usiombe pamoja na Allah muabudi wa mwingine. Allah lazima aombwe peke yake, na hili ndo lile la kuwa nao mushrikina linakuja wazi wazi kwamba sasa ikishakuwa anaabudiwa Allah pamoja na mwingine, na wewe unashiriki katika ibada hiyo, kwa maana umo katika kuabudu, hilo sasa ni tatizo. Kwa sababu duniani kuna watu wasioamini Mungu na kuna watu tunaoamini Mungu. Halafu hao wanaoamini Mungu nao wanagawika, wanaoamini Mungu mmoja peke yake na wanaoamini Mungu zaidi ya mmoja. Na hao wanaoamini Mungu mmoja nao wanagawika, wanaamini Mungu mmoja lakini hatoshi, lazima kuwe na wasaidizi. Nalo ni tatizo. Kila ukenda unakuta bado kuna vipengele. Sisi ni watu tunaoamini Mwenyezi Mungu mmoja asiyehitaji usaidizi kwa yoyote, kajitosheleza. Kwa hivyo usikubali eneo hili kulivuruga katika imani yako kwa mawazo na kwa vitendo. Tumevamiana. Sasa wale wanamuomba Mungu lakini wanaingiza na vitu vingine vya shirki. Na sisi Waislamu tuna matatizo mengine ya kuingiza vitu vingine. Lakini katika uingizaji kuna viko ambavyo vinafikia kiwango cha shirki na vingine havifikii katika kiwango cha nini? Cha shirki. Kama suala la tawasul. Suala la tawasuli, ziko tawasuli zinazofaa kwa mujibu wa sheria na ziko tawasuli ambazo hazifai kwa mujibu wa sheria. Zile ambazo hazikupeleki kwenye shirki na zina miongozo zinafaa kuwa tawasuli. Kwa mfano, ukaamua wewe kufunga siku 3, alafu siku ya 4 au siku ya 3 ukaamua kufanya dua kubwa sana, unamuomba Mwenyezi Mungu, lakini umetawasal kwa kufunga kwanza. Hii tawasuli haina tatizo lolote. Au unafanya dua ukatoa sadaka. Kwa hivyo umefanya dua kwa kutawasal kutoa nini? Sadaka. Hizi hazikufikishi kwenye tatizo. Hizi zinakubalika katika sheria. Lakini ziko tawasuli ambazo zikubalika katika sheria. Tukifika kwenye aya zinazohusu tawasuli tutafafanua baadhi ya haya. Basi wala tad'u ma'a Allahi, usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu ilahan akhara, muabudiwa mwingine. La ilaha, hakuna abudiwa kwa haki illa huwa, isipokuwa yeye. Huu ni msisitizo. Hata asingeasema maneno haya ingefahamika kwa kusema wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, wala usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu muabudiwa mwingine. Lakini anakusisitizia kwa nini? Kwa sababu la ilaha illa huwa, hapana anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Yeye, Allah peke yake. Kwa hivyo ukimuomba Allah na mwingine, huyo mwingine hastahiki. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hivyo inakuja kuweka msimamo wa kwamba aombwe na aabudiwe Mwenyezi Mungu peke yake. Kullu shay'in halikun, kila kitu kitaangamia. Kila kitu kitaangamia, hakuna kitakachobaki.
vyote vitakwenda mpaka atakapokuja kufufua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa nini tena vitu hivyo vishirikishwe na Mungu katika kuabudiwa na kuombwa, wakati vyenyewe havitadumu, vitaondoka? Kuanzia mbingu mpaka ardhi na vilivyomo vyote. Idha samaa fatarat, idha shamsu kuwirat, sio nini. Mwenyezi Mungu ametuelezea kwenye Qur'ani kwa hivi vyote mnavyoviona vikongwe vya tangu na tangu, vikubwa, vingine hata kuvigusa kwa mikono yenu hamwezi wala kubadilisha lolote, lakini atavitokomeza, likiwemo jua, mbingu, ardhi na mengine yote atayamaliza. Sikwambii watu vitakataka sisi katika huu ulimwengu. Baharini kiumbe anaishi miaka mingi kuliko wote ni nyangumi. Nyangumi mwenye umri mdogo ana karne moja. Huyo ndo maskini, wewe hakupata bahati ya kuishi miaka 100. Linafika miaka 300 dubana, linaishi muda mrefu sana. Porini wako wanaishi muda mrefu, akiwemo tembo. Tembo anakwenda muda mrefu mpaka anafikia anakuwa haoni. Kifikia kuwa haoni ndo kazeeka. Anakwenda muda mrefu. Kwa hivyo binadamu sisi ndani ya umri wetu wala hatuwezi kushindana na viumbe tu alioumba Mwenyezi Mungu katika huu ulimwengu kwa umri tu wa kuishi. Sikwambii kwa mambo mengine. Tutaiweza mbingu ambayo iko tangu na tangu. Tutaiweza ardhi. Takadu samawati. Mbingu, ardhi na yaliyomo yote hatuyawezi, yako tangu na tangu. Mabahari hayo, mito, hewa. Kuna miti tu sisi inatuzidi umri. Mmoja mbuyu mmoja ameonyeshwa picha ya mbuyu wa pale Mkunazini kule kwetu sisi. Ule kumbe una karne 2 ushei kwa rekodi zilizopo. So picha ni 1800. Na tabia yake ile ulikuwa umepurua majani yote. Majani yanapukutika, kuna msimu yanapukutika. Mpaka sasa zamani tulikuwa tunaimba wadogo pale, uo mbuyu nakwenda Maka, uo mbuyu nakwenda Maka. Majani yote pukuti pukuti pukutika. Majani yote pukuti 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 pukutika. Tukiona ile majani yanafanyaje? Yanaanguka. Tunasema yanakwenda wapi? Maka. Unakuwa mtupu. Mbuyu unafikiri na mkungu, iko miti na tabia, na misufi sio miti gani, iko miti na tabia kupukutisha nini? Majani. Alafu yanakuja kuanza tena upya. Kama utauuliza ule na Mungu akaupa karama ya kukujibu, bwana mkubwa wewe, tangu umeanza kupukutisha majani, hii ni mara yako ya ngapi ya kupukutisha majani? Unafikiri atakujibu mara ngapi? Utakwenda mbio wewe. Utakwenda mara angalau mwaka mara moja, wakati mwingine zaidi ya mara moja, mti ule unapukutisha. Miti tu inatushinda kwa umri. Sasa tunatamba nini katika huu ulimwengu sisi? Sisi ni viumbe wadogo sana ukilinganisha na viumbe wengine, lakini Mwenyezi Mungu atupa hekima, ujanja na nini. Kwa hivyo tunajifanya sisi tumefika hapa, kila kitu chetu kumbe ni vitu vya kupingia mkono na kuviaga. Tutaviacha. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitaangamia isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu. Waji tunatafsiri dhati, yani yeye mwenyewe, isipokuwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo hatoangamia. Kisema wajhahu, dhati yake. Najua hapa tuna mgogoro na hawa vikanzu waliokuja. Siku moja nilimbana mmoja katika wao akapata kigugumizi. Nilimwambia, nyinyi kwa mujibu wa maelezo mnotoa, mnasema Mwenyezi Mungu ana mikono, Mwenyezi Mungu ana miguu. Na mnasema tusiulize imekaa vipi, kwa sababu ile bali yadahu mabsuta tani na nyinginezo, na ana miguu kwa sababu ya hadithi iliyoko katika Bukhari kwamba Mwenyezi Mungu atatia mguu wake kwenye moto kuuzima. Halimtalati fatakulu hal min mazid. Wasema Mungu ana mikono, Mungu ana miguu. Kwa dhahiri yake wanasema wala tusende kuuliza imekaa vipi. Ngambe hebu twende na tafsiri yenu. Uso je anao? Wakasema uso anao, tabaraka wajhu rabbika. Umetukuka uso wa Mola wako. Kabla. Sasa anapokuja kutuambia kullu shay'in halikun illa wajhahu, vitu vyote vitaangamia isipokuwa uso wake tu. Mikono yake na miguu yake vitaangamia au vitabaki. Maana akasema vyote vitaangamia isipokuwa uso tu.
mtamfanya ana juso la sanamu kama lile la Kariakoo. Ununua siku kuku watisha watoto. Umevaa. Ajabu maelezo mlionayo. Sikisha sema kullu shay'in, kila kitu halikun, kitangamia, illa wajhahu, isipokuwa wajhi wake. Na nyinyi mmesema wajhi ni uso. Sasa miguu je na mikono yake na macho yatakuwemo, au kisatojwa uso na macho yameingia? Tajribi ayunina. Hakupata jibu. Wewe bwana unatumia sana akili. Nikamwambia na nyinyi mnatumia sana kichaa, ndio maana hatuelewani. Sasa mlitaka nitumie nini mimi? Katika kujenga hoja nitumie kichaa? Tukamalizana, hakuwa nila kusema. Kwa hivyo sisi tunasema dhati yake, yani yeye tu mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kama sisi katika lugha ya Kiswahili sema mtoto kanifedhehesha, sina pa kuweka uso wangu. Kautia batini. Huna pa kuweka uso wako, maana yake nini? Maana yake heshima yangu haijulikani, sasa imevunjika, ndio maana yake. Sio kwamba sina pa kuweka uso, kautia kwenye sanduku. Heshima yake Mwenyezi Mungu itaendelea kubaki, dhati yake Mwenyezi Mungu itaendelea kubaki. Lahul hukmu, ni yake yeye hukumu tangu mwanzo mpaka mwisho. Lakini huko duniani katukasimia tu mambo. Hebu endesheni ulimwengu, nataka nije niwajadili na kuwalipa kwa jinsi mlivyotumia mamlaka niliyokupeni. Zote ni zake. Lakini ikisha kufikia akhera, limanil mulku liyawma lillahi alwahidil qahhar, ya nani mamlaka yote leo? Atajibiwa ni ya mmoja tu, Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zote. Kwa sababu huko duniani mlipewa nye vipande vya ardhi. Wewe mkuu wa wilaya, yule mkuu wa mkoa, yule rais, yule mfalme, yule tajiri, yule hivi, yule shamba langu hapa pangu, yule hivi. Kila mmoja alikuwa na mamlaka yake katika dunia. Kwa kukasimiwa tu mkatamba, wengine mkatenda mema, wengine mkatenda mabaya. Sasa narudisha mamlaka yangu yote, alafu sasa nakuja kukulipeni kwa mlioyafanya. Lahul hukmu, ni yake hukumu, wa ilayhi turjaun, na kwake mtarejeshwa, au na kwake mnarejeshwa. Hii ni fi'lu mudari, na fi'lu mudari inaweza kuwa yahtamilu alhal wal istiqbal. Inawezekana inazungumzia wakati uliopo, inawezekana pia ikazungumzia wakati ujao. Ikizungumzia wakati uliopo, maana yake na kwake mnarejeshwa kila siku, mnakufa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kila siku yanashuhudiwa. Hakuna siku inayokwenda kwa Mungu bila binadamu mmoja kufa na bila Adamu mmoja kuzaliwa. Zaidi ya hao hakosekani hata mmoja aliyekufa wala hata mmoja aliyezaliwa ndani ya kila siku.